Promova TV, a home of testimonies. Kwa sababu yeye ametupa nguvu na kila pumzi tunayotumia, basi ni Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliyetukirimia. Basi tunapomsifia Bwana, nasi tuhakikishe Bwana anashuka katika sifa, kwa sababu tunapomsifia tunapata yale ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yetu. Yamkini sisi tulikuwa watu wa kufa, lakini Bwana amekuwa pamoja nasi na sisi hatujafa. Tunaenda kumrukia Bwana. Kila mwenye mikono, kila mwenye kiungo, kila kiungo kinaenda kufanya kazi mbele za Bwana. Unatakiwa uchape makofi na kinywa chako kimwimbie Bwana sawa sawa na alivyoweka ulinzi na kufanya mambo makubwa ambayo yako nje ya fahamu zako. Kila mmoja alipomwambia Bwana unanipenda. Rudia tena, sema Bwana unanipenda. Sema tena Bwana unanipenda kuliko maelezo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Basi tulia na umefunga macho yako na unawaza katika upendo na Mungu, huku ukimsihi Mtakatifu akufunulie kile ambacho mtumishi wa Mungu amekibeba, akufunulie kile ambacho Mungu amempa kwa ajili ya maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, unanipendeza Baba Mungu wa majeshi, unayeishi milele na kutawala, tunazidi kukuona Bwana kwa viwango vingine katika jina la Yesu Kristo. Tazama Ebeneza Mungu mfalme, umefika wakati Mungu ambao Baba mfalme wa amani, hatutaweza kuishi sisi kwa chakula, hatutaweza kuishi sisi kwa ndizi, hatutaweza kuishi sisi kwa ugali, hatutaweza kuishi sisi kwa wali, bali tutaishi kwa neno litokalo katika kinywa chako, maana hicho ndicho chakula chako Mungu. Tukikipokea Ebeneza Baba mfalme, kitatufanya kuwa sisi na uzima wa milele. Baba tazama mfalme amani, wajoli wako Mungu walivyoinamisha vichwa vyao. Kila mtu aliyeko mahali hapa Bwana unamjua Baba mfalme, Baba Mungu kwa namna yeye asipozijijua. Wewe Mtakatifu kapate kulituma neno lako likapate kutembea katika maisha yake, ili ya kwamba Bwana mfalme Baba anachokiwaza mtu huyu aliyeko mahali hapa akapate kufunguliwa Bwana kwa neno lako. Tunajua kabisa ya kwamba watu wako wamebeba kitu kizito Bwana. Wewe Mtakatifu nawe Mungu wanaenda kukiachilia katika viwanja hivi, nasi Baba Mungu tu tayari kwa ajili ya kupokea ujumbe ambao umeleta katika ulimwengu wa roho, ili ya kwamba tukapate kutafasiri katika ulimwengu wa roho. Yesu Baba Mungu mwenye enzi mfalme, ninahitaji Baba Mungu amuru mbingu zikapate kufunuka, watu wako Mungu wakapate kuziona baraka za neno lako Bwana mfalme, maana tukipata neno lako litatusogeza karibu na wewe, litatufanya sisi wewe tukujue, litatufanya tutembee kifua mbele, kwa sababu neno lako linakaa ndani mwetu katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu Baba, ninajua kuna mama mmoja hapa anaona, ninajua kuna baba mmoja anateseka, ninajua Baba kuna watu wako Baba wanauhitaji Bwana, maana ni heri wale wenye njaa na kiu ya haki. Roho Mtakatifu Bwana mfalme, walivyotulia hao watu wana njaa, wanahitaji chakula cha kiroho, ili ya kwamba wakapate kuona afya, maana hicho chakula kimeambatana na virutubisho kutoka mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Kama hivyo Baba walisha wana wa Israeli katika jangwa, ulikuwa na makusudi makubwa ili wasife. Roho Mtakatifu magonjwa wasiwapate katika jina la Yesu. Na si Mungu ulivyotuketisha mahali hapa, uko na makusudi ili ya kwamba sisi tusife na magonjwa yasitupate, bali tukapate kufikiria uzima wa milele katika jina la Yesu. Ninamuinua mtumishi wako na mjoli wako ambaye Bwana anaenda kusema, ninajua ya kwamba hata nena kwa mashauri yake mwenyewe, bali kwa shauri lako Mungu atanena katika jina la Yesu. Amuru malaika wakapate kumfunika na wingu la uvuli ukapate kufunika kutoka mbinguni. Baba ukapate kutuhudumia sawa sawa na mapenzi yako katika siku leo, katika jina la Yesu Kristo. Ninapoenda kuharibu na mamlaka zote ninazibadilisha katika mangolo, kila nguvu za giza ninaziharibu. Baba kapase kema ribo sakatandi ya makota robo saka ya mandiama nikapase kete katika jina la Yesu. Bwana tukapate kuona utukufu wako Mungu ukitamalaki, uweza wako Baba, wala sitoke hata mmoja mahali hapa atakayetoka kama alivyokuja, bali akatoke Baba na wokovu mkuu uliofunuliwa katika jina la Yesu Kristo. Baba nasema asante kwa yale machache, ila kwa mengi Mungu tunaenda kukusikia kupitia kinywa cha mtumishi wako. Mapenzi ya kwake yavunjike, bali mapenzi yako Mungu yakatimie katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mtakatifu. Kila aliyeomba na Mungu mwenye pumzi ya Bwana na akapiga makofi na akashangilia mbele za Bwana, aseme mtakatifu ni Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya.
Karibu mtumishi wa Mungu, na Mungu wa mbinguni hakubariki sana. Jamani, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Amen. Jamani, amina. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Kuna vitu ambavyo kiuhalisia ili tuishi ni lazima tu tuvijue. Yaani kuna mahali uligusa pakawa sawa, kahamisha tena. Ili tuishi maisha fulani inalazimika kujua vitu fulani. Amen. Kuna maisha haya tunatofautiana. Maisha tunayoishi hapa ni tofauti na maisha wanaoishi Umurushaka, lakini maisha anayoishi mtu mmoja ni tofauti na maisha ya mtu mwingine. Sisi tumetofautiana lakini tunafanana. Amen. Tumetofautiana lakini tunafanana. Amina. Kwenye mazingira gani ambayo tunafanana? Kama vile Mungu alivyosema, na tumuumbe mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Amen. Kwa sura ya Mungu. Amen. Sasa hebu muangalie jirani yako, hebu muangalie, mkazie macho jirani yako. Mnafanana naye? Amen. Mnafanana naye? Yaani mnafanana naye kweli? Mnafanana? Tukiwapiga picha mkaziangalia, mnafanana nyinyi hapo huyu? Hapana. Lakini tunafanana kwa sura ile ya ndani. Amen. Na ni makundi mawili tu wanaofanana. Aidha wewe umeokoka, unampenda Yesu. Amen. Wewe unafanana na Mungu. Amen. Unafanana na mwingine aliye katika roho. Amen. Ameokoka pamoja na wewe. Amen. Ninyi ni ndugu. Amen. Lakini wale wote ambao pia wa upande wa pili na wao wanafanana. Amen. Katika maisha yao vile vile na shughuli zao vile vile wanafanana. Sasa Amen. Kuna mazingira ambayo ni lazima wafanye watu wanaofanana. Kuna hali ambayo ni lazima wafanye, wasipofanya hakuna kinachoeleweka. Amen. Sasa kuna maisha ya kiroho ambayo ni lazima, yani hii sio kuomba, hii ni lazima. Kama ukiokoka ukamwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Amen. Kuna maisha ambayo ni lazima uyajue. Amen. Usipoyajua hauwezi kuishi sawa sawa. Hauna usalama. Hauko salama. Amen. Usipoyajua hauko salama. Na ndio maana tunajaribu kuzungumza vitu ambavyo ni lazima uvijue. Jana niliuliza swali hapa, nikasema Mungu aliumba vitu vingine vyote akavisema kwenye kitabu cha Mwanzo, lakini hatuoni kama aliiumba kuzimu. Ngoja nianzie hapo ili niendelee. Kuzimu tumekuja kuiona kwenye makosa, kwenye changamoto za shetani. Amen. Ndio tunakuja kuona inatokea kuzimu. Amen. Sasa imekuja ili ifanye nini? Mungu akasema, akapigana naye, akamtupa jalala
akamtupa kwenye dampo. Maana kama jana tulizungumza, kama hii kitu haikuwa kwenye maono ya Mungu, kwa wakati wowote Mungu hakutaka kuchimba dampo, hakuwa na mpango wa kuchimba shimo la takataka. Amen. Lakini ilipotokea takataka kule mbinguni, Mungu akasema kuna lazima ya kuchimba dampo, kuna lazima ya kuchimba shimo ambalo litaitwa kuzimu. Ataenda nani? Ataenda mchafu mmoja ambaye ameleta uchafu mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu ameondoka kwenye ile sura ya kufanana na watu wanaoishi mbinguni, amekuwa ni mtu mwingine. Sasa tutamchimbia dampo, tutamchimbia jalala. Amen. Kwa hiyo mimi naweza nikaita kwa majina mengine, ili tuendelee kumdharau sana shetani. Naweza nikaita kwa jina lingine, kuzimu ni dampo, kuzimu ni shimo la takataka. Amen. Ndivyo Mungu alivyoona kitu kisichofanana na yeye, akakichimbia shimo la takataka. Sasa shetani alipokuja duniani hakutaka kwenda peke yake. Amen. Hakutaka kwenda peke yake dampo. Amen. Hakutaka kwenda peke yake kwenye shimo la takataka. Amen. Akaona hapana, akamwangalia mwanadamu kwa upendeleo wake mkubwa. Amen. Vile ambavyo Mungu alikuwa amempendelea. Amen. Akasema hapana, nitafanya vyovyote nimdanganye mwanadamu ili niende naye dampo. Amina. Nikafanya vyovyote. Kwa hiyo shetani akaenda bustani ya Edeni, akamkuta mwanamke. Alipomkuta mwanamke ametoka kidogo, akaanza kumwambia ati hivi ndivyo Bwana Mungu alivyosema kwamba msile matunda yote ya miti ya bustani. Mwanamke akajiachia, akasema hamna, sisi tumeambiwa kula matunda yote ya miti ya bustani isipokuwa ni mti mmoja tu ambao Bwana Mungu alisema sisi tusile, maana tukila ule mti kwa kweli kabisa tutakufa. Shetani akarudisha akasema, hakika hamtakufa. Sasa nisikilize, ndio kwenye point yangu hapo. Tuone dampo nini? Shetani alichokifanya kwenye maisha ya watu wale wa kwanza, Adamu na Hawa, ndicho anachokifanya leo, ndicho anachokifanya sasa. Shetani amejificha mahali ambapo usipokuwa na maarifa ya kumjua shetani huwezi kumjua kama huyo ni shetani, kwa sababu amejificha. Hakuna mahali shetani anakuja kwa wazi. Shetani anakuja ni kana kwamba anakuja kukufanikisha jambo. Mwanamke akatega masikio ili asikilize shetani anazungumza nini. Akamwambia, mkila mtafanana na Mungu, tena mtajua mema na mabaya. Alianza kuizungumzia sumu mpaka mwanamke akaiona ni sukari. Sijui unajua ushawishi huo. Alianza kuizungumzia sumu, ile sumu mnayoijua mnayoweka kwenye kahawa. Si unajua vile ambavyo ukilamba unakufa. Sasa anakuja mtu anaanza kuzungumzia sumu ya kahawa. Mwanamke wa kihaya mpaka anasahau kwamba hii ni sumu ya kuua wadudu kwenye kahawa. Anasahau, anasema hii kweli. Maana ukiendelea kusoma kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3, wakati ambapo alielezea sana namna ambavyo kifo sio kifo shetani, mwanamke akaona kumbe hili tunda linapendeza, tena linafaa kwa maarifa. Amesahau kabisa kama akila atakufa. Amen. Kwa hiyo akaitengeneza, akaizungumzia mauti mpaka ikawa chakula. Akaizungumzia sumu ya kahawa
Mnaijua sumu ya kahawa, akaizungumzia shetani mpaka ikawa mkate. Lakini alichokifanya, alibadilisha tu ufahamu wa kwamba aijue sumu hii kuwa ni mkate, ila sumu ilibaki vile vile sumu, kwamba kama angekula mtu kwenye ile sumu hakika angekufa. Lakini alichofanya, alibadilisha tu ufahamu, akaondoa ule ufahamu wa mwanamke anaoujua akauweka pembeni, alafu akachukua ufahamu wake shetani akauweka kwa mwanamke. Mwanamke akaiona sumu kuwa sukari. Mtumishi wa Mungu siku ya kwanza alisema hivi, alikula kwa kweli mwanamke lile tunda, na alipokula hakujiona kama yuko uchi, na akatuambia angejiona yuko uchi, Adamu angeshtuka, mbona umekuwa uchi? Kwa shetani kwa hila yake akaona ni vema amfanye hivyo hivyo ale, alafu asimvue aibu yake, amwache ampelekee na mume wake, ili na mume wake akila wajigundue wote wako nini? Uchi. Akaacha. Sasa hiyo mbinu ndio anayoitumia shetani hata sasa. Hajaenda kwa mtu, shetani ana mapembe yake. Mimi nikwambie ukweli, kama shetani angekuja Nkwenda hapa, shetani ana mapembe mawili, ana jicho liko hapa. Hebu niambie, nani angempokea? Hivi kuna mtu angempokea? Hapana. Mimi nakwambia mpaka wachawi wote wangekimbia kanisani. Ndio. Mpaka na wao wangeanza kukimbia. Kwa nini? Kwa sababu ni dude la kutisha, ni dude ambalo halina sura nzuri. Amen. Ni dude linavuja damu. Amen. Limemwaga damu nyingi za watu, limekunywa damu nyingi za watu ili lipate nguvu. Sasa haliji na damu yake kwenye kinywa, haji shetani na damu yake kwenye kinywa. Amen. Lakini unafikiri anakujaje? Shetani anakuja hivi, shetani anakuja ni mdada mrembo hivyo amevalia. Shetani anakuja ni mkaka na suti yake. Shetani anakuja anasema nitakufanikisha, nitakupa magari, wewe nitolee tu watoto wako. Anakuja hiyo. Kama angekuja na sura yake, mimi nakwambia hivi, hakuna mtu angemkubali shetani. Amen. Hakuna mtu angesimama mbele ya shetani. Amen. Hakuna mtu angesema shetani karibu. Amen. Lakini leo kwa sababu shetani amekuja kwa asili na amejificha sana, amejificha mno. Leo kila mtu, si mnaona hii ni injili, si ndio? Eti mnaona hii ni injili hapa. Amen. Ngoja tu sasa hivi watangaze, anakuja mwanamuziki kutoka Kongo, alafu ndo anakuja hapa kwenye viwanja hivi, mpaka hao hapo watabanana wote, huko kote kutakuwa na watu. Na sasa mpaka watasema, kwa nini mmefanya kwenye uwanja mdogo? Tulikuwa tunataka kumuona Pepe Kale. Sijui yupo, sijui ashakufa. Lakini kwa sababu ni injili, unaweza ukashangaa wengine wanatupa mabomu ili isiwepo. Amen. Unaweza ukashangaa wengine wanakasirika. Mchungaji akisoma kwanza kuuliza, si hivi nimesimama nalo hili, nataka kusema nini? Nataka kusema habari za Yesu. Nataka kusema habari za mwanaume ambaye alikufanya wewe, akakuumba, akakuweka hapo, na mpaka uko hapo haujajua ni jinsi gani huyu Yesu alimwaga damu yake kwa kukutafuta wewe. Maana umepotea aliyekuja kama mtu mzuri, lakini amekuja ameficha fimbo yake ambayo anakutafuta, akikupeleka kwenye kona moja ni unaishia hapo. Amen. Hivyo ndivyo alivyo shetani. Amen. Ana uwezo wa kukufanya kama anakuvuta ili akulete mahali fulani, alafu akikugonga ni moja tu, sema alisema akafa ghafla. Sasa kuna kitu nataka nikizungumze kwako, kwamba hivi
Shetani ametubadilishia dunia. Amen. Shetani ameibadilisha dunia unayoiona hapa sasa hivi. Amen. Sio yenyewe. Ndio. Ila dunia ambayo tulitakiwa sisi tuwe nayo haipo. Na watu ambao tulitakiwa tuwe nao sasa hivi hapa hawapo. Amen. Unaweza ukashangaa, unaenda unatembea mtaani, unafikiri watu unaokutana nao ni watu. Sio watu. Amen. Sio kila mtu unayekutana naye ni mtu. Kuna wengine unaokutana nao sio watu. Amen. Nitoe ushuhuda huu ili niendelee. Ushuhuda huu ni wa kweli. Amen. Siku moja tulikuwa tunafanya maombi. Amen. Mahali fulani. Amen. Tumefanya maombi kwa muda wa kutosha. Akatokea binti mmoja ambaye alitumwa kutoka mahali fulani kama agent. Akatumwa, yani tokea Mwanza. Akafikia kwenye loji fulani. Alipofikia kwenye ile loji, kwa sababu kuna connection ya kipepo, vijana wangu wakaenda kushuhudia mtaani. Wameshuhudia, wakamfikia. Alafu akasema, mimi nataka kuokoka. Ni mtu, ukimwangalia ni mtu, ukimwona ni mwanadamu. Akasema, mimi nataka kuokoka. Akamwambia, haya sawa, hamna shida, unataka kuokoka. Yaani mimi ukitaka kuokoka, hata kama nimelala na kuongoza sala ya toba huko unasinzia baba, sio Bwana Yesu, na kuongoza sala ya toba kwa sababu nataka kuokoka. Akaongoza sala ya toba, lakini kumbe lengo lake ilikuwa apige hatua za kutoka hapo alipo afike nyumbani kwa mchungaji. Na kweli wakamwongoza sala ya toba, wakamhudumia akiwa pale. Siku moja akatupia ka point, akasema, jamani, mnajua mimi nafanya kazi sio nzuri. Hii kazi ninayofanya mimi, nafanya kazi guest, alafu hapa watu wa aina tofauti wanakuja, na wengine nawatandikia, lakini nawatandikia na vitanda, na waletea na mambo fulani fulani hivyo kwa namna hiyo. Sasa siwezi kuwa nimeokoka nikawa hapa. Wale jamaa wakasema, hii anasema kweli kabisa, yaani huyo ameokoka kweli. Wakaja wakaniambia, na mimi nikajua kweli anafanya nini, ameokoka. Nikamwambia, mtoweni hapa nyumbani kwangu, sikuona nafasi. Ndio, nikamwambia mtoweni, mkamleta hapa. Wakamleta, na Mungu hata hakunifunulia kwamba ni wa aina gani. Sema, Mungu ni Mungu tu. Mungu ni Mungu tu. Nimekaa naye mwezi wa kwanza, sijui ni nani. Mwezi wa pili sikumjua ni nani. Mwezi wa tatu sikumjua ni nani. Mwezi wa nne, siku ya mwisho, ndo naenda kutambua kwamba alikuwa mtu wa aina gani. Ikatokea hivi, akaenda akasuka nywele fulani hivi, zile nywele za bandia, akazisuka, akazitengeneza vile anavyoweza kuzitengeneza. Sasa kilichonishangaza nikawa nikimwangalia, ni kama navutwa fulani hivi, yani hali fulani ya kutishwa, yani hali fulani ya kumuogopa. Hata siwezi kuielezea vizuri. Ukimwangalia unahisi kama ana hali fulani ya kukutisha fulani hivi. Yaani kuna watu unamwangalia na utisho fulani wa kishetani, kwamba wewe utisho unakuvuta, kwamba mbona ni kama nasikia kumuogopa, na ni mtu ambaye nimemzoea. Ana miezi minne yuko nyumbani kwao, nimemzoea. Amen. Mimi nafikiri ni mtu, kumbe mtu ana uwezo wa kujibadilisha. Shetani ana uwezo wa kujibadilisha, akawa panya ndani mwako, akawa nzi, akawa mjusi, akawa mtu kabisa. Amen. Lakini akaja kwenye eneo fulani, hata kwenye huo mtaa, akawa ni mharibifu mbaya sana, na msimjue. Amen. Na mimi nakwambia, watu waliovaa ngozi ya nini, ya kondoo, ni wakarimu mno, wakarimu mno. Ndio maana mimi vijana wangu nilikuwa nawaambia, wakasema, jamani, wapigwe. Nimesema hapana, msio mnawapiga hivyo. Wakati mwingine walokole mnatakiwa kuwa wanafiki kwa wachawi. Unaelewa eti? Mnatakiwa kuwa wanafiki. Unajua unafiki ni mbaya, lakini kwa wachawi unatakiwa kuwa mnafiki.
Ukikutana naye, ongea naye, sema naye vyote, lakini katika ulimwengu wa roho mkazie uso, mkunjie uso. Amen. Kwa sababu kama walivyo wao, akija kwako anataka kukutega tego, atakuchekea vyovyote, atakuchekea mpaka jino la mwisho, na likitokea tukio ili usije ukajua kwamba ni fulani amenifanyia jambo la hivi, alivamiwa na roho ya shetani. Nisikilize. Amen. Sasa nikaanza kushangaa, tukaingia kulala hiyo siku. Ninaingia chumbani kwangu na wao wakaingia chumbani kwao. Usiku wa manane nikakosa amani. Nikilala usingizi hauji. Nikifanya hivi, mbona inakuaje? Mbona yani mwisho sasa nikitaka kuomba maombi hayaji. Jamaa, ngoja nikufundishe mambo ya rohoni. Ni ajabu sana. Ni ajabu mno. Nataka kujilaza usingizi hauji. Najiuliza kuna kitu gani ambacho kinanitesa kwenye umwi? Siwashwi. Nimeoga, hakuna joto, hali ya hewa ni nzuri, lakini ndani hapatoshi. Kuna nini? Mwisho wa siku nikainuka, nikakaa kitandani. Nikamwambia mke wangu, nenda kamtoe huyo mtu uko chumbani. Nenda kamtoe. Akaenda akamtoa. Namfikisha sebuleni, namuuliza umetokewa na nini? Anasema hakuna chochote. Mbona umepiga kelele? Anasema sijapiga kelele ya aina yoyote. Umepiga kelele mpaka majirani wametoka, alafu wewe hujui kama umepiga kelele. Tulivyomwombea akafunguliwa. Alipofunguliwa ndo akaanza kusema. Akasema Bwana, mimi nilitumwa ili nije nikumalize. Akasema hivyo. Mimi nilitumwa ili nije nifanye nini? Nikumalize. Kwa hiyo muda wote huu nimekaa na wewe hapa miezi 4, kumbe mpango wako ni roho yangu. Sasa hiyo siku ndo tumeenda naye kanisani. Nikawa nashangaa akianza kumsifu Mungu, maana tulikuwa tumezoea hata mpaka tunampa na maiki. Anaanza kumsifu Mungu. Anamsifu Mungu. Alikuwa anapenda kuimba wimbo mmoja, anasema usinibane shetani, nimeamua mwenyewe. Anasema usinibane shetani, nimeamua mwenyewe. Sawa eti? Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukanyooshwa nyumbani kwako na usimjue aliyokunyoosha. Waacheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Si ni sawa eti? Lakini mtoto wako mchanga, hebu wale watoto wenye mama, hebu simama mwanangu, simama. Wewe mwenye katoto kachanga, na mwingine asimame, na mwingine. Njoni hapa. Nitoe mfano. Leo nitasoma neno mwisho. Inayo ni injili iko hivyo. Mnaona hawa mama hawa? Si mnawaona hawa? Waacheni watoto wadogo waje kwangu, si ndio eti? Lakini kuna uchawi wa Mbeya, sijui na huko upo. Mama anamezeshwa dawa akiwa na mimba ya miezi 4 au 6. Mtoto akishakunywa ile dawa huko tumboni, anazaliwa akiwa mchawi. Sasa mtoto wako unakaona katoto kako kachanga. Wewe unaweza ukawa na katoto kachanga kwa namna hii, lakini kana uwezo wa kukunyoosha mpaka ukashangaa na usijue. Mtaelewa tu, ngoja nikwambie. Sasa unasema, yaani mimi katoto kangu kalikuwa kananyonya tu, alafu kamenigusa tu nyonyo yangu, kameibonyeza, imeanza kuvimba. Kumbe kamekunyoosha kenyewe. Ni kama kamekung'ata tu. Kanajua kalichokifanya. Katoto kama haka kanaweza kakawa kamalikia katika ulimwengu wa roho, na kakafanya kazi za kichawi. Kanachukuliwa na wachawi, wankwenda wanaenda wanakasujudia katoto kama haka. Nendeni mkae wanangu, ilikuwa ni hivyo tu, na ni mfano mzuri tu, na wao watoto wenu hawawezi kuwa hivyo, maana wako mbele za Bwana. Hata kama wakiwa hivyo, tutawafichua kwa jina la Yesu Kristo, watafunguliwa katika jina la Yesu. Sasa narudi kwenye pointi. Alipoanza kujieleza, akaanza kusema, sasa niwaambie kitu, msio mnaenda na kununua kwenye duka la fulani. Kwa nini? Lile duka la fulani
Mnaona pale dukani watu wanajaa sana. Change huwa harudishi yeye mwenyewe. Kuna joka ambaye huwa anarudisha change. Kwa hiyo pale kumbe kuna joka. Sasa wewe unasema unauziwa, lakini kumbe ndani mwenzio ana agano ili auze sana, ili afanye sana kazi. Ameweka mlinzi ndani ya duka lake, na wewe unaenda kununua pale. Ukirudishia change inarudi, anarudisha joka. Kama ungefunuliwa, kwa mfano tu sasa, hii kwenda yote ingefunuliwa, mpaka na vilivyomo kwenye majumba ya watu, mpaka na vilivyomo ndani ya mioyo ya watu, kwani ungekuwa na rafiki hapa? Kuna mtu ungesimama ukataka kuishi hapa? Hakuna mtu angesema anaishi hapa. Na vile ambavyo unakaa moyo kadogo, ungeshika panga ukasema hivi, kumbe wewe ndo unanifanyaga hivi, ngoja leo nikunyooshe, ungetembeza upanga. Kwa sababu dunia hii haipo. Shetani ameimiliki dunia, ameihamisha, ameipeleka mashimoni, ameipeleka mapangoni, kwa sadaka za utoaji wa damu, kwa sadaka za utoaji wa damu. Fungua Biblia nisome, nimalize. Biblia kwenye kitabu, chukua maiki wewe unaisoma, ili nikuonyeshe kitu ambacho nitaka kuzungumza hapa leo. Naomba usome hapo kwenye Zaburi sura ya 106. Sura ya 106. Naomba nisome hapo 106 mstari wa 37 na mstari wa 38. Nisome hapo, mwenye Biblia anasemaje? Nisome hapo. Umechelewa, ngoja nisome mwenyewe. Anasema, naam, waliwatoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani, wakamwaga damu isiyo na hatia, damu ya wana wao na binti zao. Waliwatoa dhabihu kwa sanamu za Kanaani, nchi katiwa unajisi kwa damu. Naam, waliwatoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu, maana yake kuwa sadaka kwa mashetani, wakamwaga damu isiyo na hatia, damu ya wana wao na binti zao, waliowatoa dhabihu kwa mashetani. Waliwatoa ili wapate nguvu za kujificha, waliwatoa ili wapate nguvu za kuwatesa watu wengine, waliwatoa ili wapate nguvu za kuonekana wao wana heshima duniani, waliwatoa binti zao. Na hata leo ipo, hata kwenye mitaa yetu leo watu wanataka heshima kwa kutoa kafara. Sasa leo nataka kuzungumza nchi katiwa unajisi. Kuna mazingira ambayo watu wametiwa unajisi, kuna mazingira ambayo Nkwenda imetiwa unajisi, kuna mazingira ambayo watu wafanya biashara wa Nkwenda wametiwa unajisi. Na wakati mwingine, kwa sababu wanafahamiana katika ulimwengu wa roho, ni watu kadhaa tu ndo wanaruhusiwa kufanya kazi ya biashara hapa, ni watu kadhaa tu ndo wanatakiwa wafanikiwe. Wengine wote ambao hamfanani na utoaji na umwagaji wa damu, ni mpaka uje mbadala wa damu ya Yesu ifundishwe kiuhalisia kwenye maisha yako. Ukishaijua ndo unaanza za kutumia damu ya Yesu, unamwaga kwenye mashamba yako. Damu ya Yesu inanena mema kwenye biashara yako, damu ya Yesu inanena mema kanisani kwako, damu ya Yesu mazingira yote, damu ya Yesu. Usipolijua hilo, mwambie jirani yako, usipolijua hilo. Wapo watu wametoa damu za watoto wao, Sasa wao usipoijua damu ya Yesu, usipoitendea kazi damu ya Yesu, unaishi Nkwenda kichwa. Sema kichwa. Yaani unaishi Nkwenda, huna mashetani na Yesu humtaki, alafu unataka kuishi mahali ambapo watu walishamiliki mitaa. Utaishi maisha ya shida, utaishi maisha ya magonjwa, utaishi maisha ya kuchukuliwa msukule, utaishi maisha ya kupelekwa mashimoni, utaenda kuvuna kahawa za watu. Mchungaji kijana alisema, unaota ndoto unavuna kahawa, na wakati mwingine hata shamba huna, unasema kawaida tu. Hiyo itakuwa kawaida yako. Hujawahi kugonga kokoto, lakini utakwenda kugonga kokoto, kwa sababu unaishi Yesu huna na shetani huna.
unakuwa kafara ya wale waliowatoa watoto wao wakapata majini, wakapata chumaulete, wakapata misukule, wakapata uchawi mkubwa. Ndio wanaoweza kukumiliki wewe ukiwa mahali popote. Amina. Nimekuja kukuletea damu ya Yesu. Nimekuja kukuletea mamlaka ya nguvu za kimbingu ambazo zitakusaidia wewe. Unachotakiwa kufanya tu ni kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yakutoe hapo. Lakini dunia haipo, sio kila mtu unayekutana naye ni mtu. Kuna wengine wakati mwingine unapeana nao mikono, ungefunuliwa mkono ule ni nyoka, ungeruka ukakimbia. Na wakati mwingine kwa sababu mtaa umefungwa sana, ndio sema na hama mtaa wa Mkwenda, naenda sehemu nyingine, na kwenye wapo watu ambao wanaweza wakajibadilisha wakawa sivyo walivyo, lakini kwa mfano wa vile unavyowaona ni kama watu, na wakanyonya damu yako pasipokujua, maana wanakuja kwako kwa unafiki ili waweze kukuangamiza. Nimesema hivi kwa jina la Yesu, leo na kesho tunamalizia. Kesho tunatunga sheria ya kiroho ambayo tunaiacha hapa. Iwe tumelala, iwe tunaomba, lakini shetani atakachofanya chochote, kwenda atahukumiwa na sheria itakayotungwa katika ulimwengu wa roho. Ile sheria ya Bwana itakayotungwa katika ulimwengu wa roho ndio ambayo itaiongoza Mkwenda yote. Utake usitake, upinge usipinge, ukasirike ucheke uchukie, lakini kwenye anga hili tunakwenda kuitunga sheria. Sema tunatunga sheria, sema tunatunga sheria, sema tunatunga sheria. Hivi nyie mmerogwa? Sema tunatunga sheria. Nilikuwa nafikiri kama mngesimama mkasema tunatunga sheria katika ulimwengu wa roho, maana sheria ya Bwana itakapobaki mahali hapo, nguvu ya Mungu itatenda kazi. Haleluya, 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 haleluya. Unajua ukiwa mnyonge utakuwa mnyonge, utafanyiwa ubaya wote. Shetani yupo anafanya kazi hata sasa, shetani yupo anafanya kazi. Ukikaa kinyonge utanyongwa. Amen. Sasa unakaa kinyonge, wenzako wanakesha. Amen. Kuna watu saa 2 tu mmesha ganzi ya usingizi, nataka kwenda kulala, wakati saa 2 wenzako ndio kumekucha kwenda kwenye vilinge kuchinja watu. Amen. Jamani, amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe mnyonge, usiwe mnyonge. Yuko wapi yule binti wa jana? Njoo mwanangu, njoo. Mpe maiki akwambie kitu. Unaweza kujieleza? Mpe maiki, mpe maiki ili ujue tunaiongwaje. Mwanangu, amesema kidogo. Unaitwa nani? Naitwa Sifaeli. Wewe unaitwa Sifaeli? Jana ulikuwa wapi? Nilikuwa mbali sana, nilikuwa kuzimu. Ulikuwa kuzimu? Aha, ngoja hapa ndo penyewe. Ili wewe unakaa kinyonge. Sasa huyu alikuwa kuzimu, lakini si alikuwa hapa? Kwani hamkumuona nyie? Mlimuona hamkumuona? Una muda gani? Hebu sema huko una muda gani? Una muda gani tangu uwepo kule? Nilipelekwa nikiwa na miaka 3. Mtoto wa miaka 3 njoo. Hebu mleteni mtoto wa miaka 3. Si nikizungumza mnasema mchungaji Kavera anasema nini? Acha nikufichulie hizi siri. Na kesho nakwambia tunatunga sheria hapa. Nasema hivi, kesho tunatunga nini? Sheria hapa kwenye hili kanisa. Kama kuna nguvu za giza zinanyemeleka hapa. Hapa sasa mwisho mwanangu. Unasikia mchungaji? Mimi nasema hivi, natangaza katika ulimwengu wa roho, kwa ile mamlaka ambayo Bwana Yesu aliachilia ndani yangu. Na acha nimetunga sheria hapa. Kama nilivyotunga Tanga, kama nilivyotunga Kilimanjaro. Mchana mchungaji wa Kilimanjaro kanipigia simu anasema wamenasa 2. Tuliacha tumetunga sheria, wamenasa 2. Walikuja ni kama wanakuja kuzungumza kitu. Alafu mwisho wa siku wanakuja, Bwana sisi tulikuwa tumekuja kukuua. Na mwisho wa siku tumekamata. Hebu sema miaka 3 kama hako. Alafu una katoto nyumbani. Kana mambo ya hovyo hovyo, ni kabishi bala. Ukikagusa kama kwambia mama, kwani wewe unanitakia nini mimi?
kwani ungechelewa ningekuzaa mimi. Kako hivyo, kanakufanyia hivyo, kumbe hakapo. Watoto wetu wameibiwa. Mnaweza mkashangaa watoto hao mnaowaona, mkao mnaona ni kama watoto wetu, lakini hawapo, wameibiwa. Wametengenezwa mazingira ya kwenda kutumikia kuzimu, na watu wanatumikia kuzimu. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Nilikuwa nafunuliwa siku moja nikaambiwa hivi, yaani shetani amefikia mpaka wanagombana, mapepo kwa mapepo wanagombana kwenye vitengo vyao, jinsi wanavyowafuatilia watoto wetu. Sasa ikaonekana kwamba wewe ulichukua wa fulani, na mimi nachukua wa fulani, na mimi nachukua wa fulani. Ikaonekana waliozaliwa wamepungua. Sasa wanaanza kwenda kwenye mimba. Mashetani wanaenda kwenye mimba. Unabeba mimba ya kwako mwenyewe ili ujifungue, lakini mashetani wameshaiona hiyo mimba, wanataka damu yake, wanataka damu yake ili waende watajirike, ili waende wawe wanasafiri kichawi, ili waende wafanye kazi za ushirikina, wanaitaka. Kwa hiyo sasa hivi mashetani wanagombana, wanagombania uzao wa mwanadamu. Alafu wewe duniani mkwenda unakaa kizembe, utanyongwa. Ngoja niendelee, naenda polepole tu. Nini kilicho kinatolewa? Ni sadaka gani ilikuwa inatolewa hapo? Sadaka za damu, hata watoto wachanga. Sadaka za damu na hasa watoto nini? Wachanga. Siwezi tu kukutaja mwanangu, na wewe sinakujua. Wewe uliyekuwa umembeba, si wewe ni wa mtaa huu. Sitakutaja, tutakutana wewe baadaye. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Mbona mmenuna? Hebu simameni. Simama wote. Wote simama. Vipi mwanangu, mbona mmenuna? Hii ndio injili. Na nyinyi hapo simameni. Simama wote. Jamani amina. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Haya, naomba ukae. Naomba mkae. Atuambie vile pia tulikuwa tumeandaliwa kunyongwa hapa. Walikuwa wametumwa wachawi wangapi kuja kutuharibia mkutano? 100. Pia palikuwepo misukule 600. Yaani kwa wiki haka tu. Misukule 600 ili tunyooshwe hapa. Na sisi tuko hapa tumecheza kihaya. Tunacheza kihaya hapa. Lakini tumeandaliwa misukule 600 ili tunyooshwe. Wapigwe! 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 Kwa nguvu hiyo mnawapiga kweli. Walipokuja hapa, hebu sema kiwatakia nini? Waliokufa ni wengi, wamebaki 3. Wengine wameondoka, wengine wamekufa, wamebaki 3. Kwenye 100 wakibaki 3, wamekufa wangapi? Pigia Yesu makofi mengi, haleluya. Sindusha sijui ameenda wapi. Kwenye 100 wakibaki 93 wameondoka. Wakibaki 3 97. 97 wameondoka. Na wewe kilikuleta nini? Nini kilikufanya mpaka ufike hapa? Ukiwa kule kwenye ile madhabahu, hapa ulikuwa unaacha nini? Tulikuwa tumetengenezwa watu wawili. Huku ilikuwa inaonekana sura yangu, lakini kule nilikuwepo nafsi yangu. Nilikuwa nimechukuliwa huku, lakini huku nilikuwa nimetengeneza sura ya pili. Umeelewa eti? Unaelewa ninachokizungumza? Mbona kielewa ninachokizungumza? Huwezi kukielewa ukikaa kizembe kwenye maisha haya. Basi mwanangu, nilikuwa nataka tu hayo ili uthibitishe injili yangu. Pigia Yesu makofi. Sasa inawezekana kwenye hii dunia ukabadilishiwa watoto. Unabadilishiwa watoto wako, unabadilishiwa mume wako, unabadilishiwa mke wako. Amen. Unaanza kushangaa. Nilimpokea mdada mmoja kutoka Mpanda. Amen. Anafujo. Mchungaji nakuja, njoo. Akaja moja kwa moja mpaka ndani. Hiyo siku anafika nyumbani kwangu. Wakati anafika tu ndani, akanikuta niko kwenye meza yangu. Amen. Ofisi yangu ilikuwa pale na vitabu vyangu. Anapojaribu tu kuingia ndani, nikachukuliwa ni kama kaupepo, kausingizi fulani. Kakanichukua nikaonyeshwa vile alivyo.
dakika chache sana, kumbe tumekutana katika ulimwengu wa roho. Alipogundua tumekutana katika ulimwengu wa roho, akaanza kutoka. Ghafla anafika mlangoni na mimi nimeamka. Sasa ulikuwa usingizi huo? Hapa. Huo haukuwa usingizi. Hiyo ilikuwa ni kuhamishwa kutoka mwilini kwenda rohoni. Amen. Ili umuone yule unayekutana naye ni wa aina gani. Amen. Nikaonyeshwa ni mtu wa ajabu. Amen. Na yeye kwa sababu alikuwa rohoni, akagundua kwamba huyu jamaa amehama mwilini, amekuja rohoni, tayari ameniona, akataka kukimbia. Ile tu anafika mlangoni, nimerudishwa mwilini. Nikamwambia, "Help, rudi hapa." Akarudi. Nilipoweka mikono juu yake, akapiga pao, akagaragara, alafu akaanza kuzinduka. Anasema nanuka samaki. Jamani, mimi nanuka samaki. Sasa wewe hapa hakuna ziwa. Nikagundua huyu alikuwa kwenye mitumbwi ya watu. Amen. Anavua samaki za watu. Amen. Hayo mambo yapo, lakini kwa sababu mkwenda wakati mwingine hatutaki kumtafuta Yesu atupe mambo ya kiroho, kaa hapo hapo. Kama humtaki Yesu, kaa hapo hapo. Wale watakaomtaka Yesu watajifunza maarifa, watatembea kwenda, watamwona Mungu akitembea kwenye maisha yao. Amen. Nikamwambia, hebu niambie samaki unanukaje? Akaanza kunipa story. Bwana, mimi nikwambie tu ukweli, mimi sikuwa mtu. Amen. Ilikuwaje? Alikuja mtu mmoja siku moja akaniita nikiwa ndani, akaniambia njoo. Wakati mwingine unakuwa nyumbani kwako, unasikia ni kama sauti umeitwa. Itika tu. Mwe mnaitika. Ni kama umeitwa, "Kafea." Naam. Umeondoka. Afu wachawi wanasema, jamaa usiji. Unasema nini? Ngoja leo nizungumze kidogo. Leo niko taratibu ili tuone vitu fulani. Alafu kesho tunatunga sheria tu, alafu tunakanyagia hapa kabla ya kuondoka. Ili uone Mungu anafanya nini. Mungu wangu hajawahi kunyamaza hata siku moja. Mungu wangu hajawahi kushindwa hata siku moja. Mungu wangu hajawahi kutoa majibu hata kama tukikanyaga ardhi mahali fulani. Bwana ametutuma, mafuta lazima yabaki. Yesu anakutoa mautini. Yes. Yesu anaachilia neema yake kwenye wewe. Lakini ukifuata dunia hii tumebadilishiwa. Watu wote wanaoona wanatembea, usifikiri ni watu wengine. Akijifunua vile alivyo, utakimbia mpaka ukome. Milima yote utaipandilia. Yaani mpaka hata kama atakuwa amekuacha akukimbizi, lakini kwenye ufahamu wako anaona ni kama anakufuata. Utakimbia tu mpaka Bukoba, mpaka Nyakanazi. Maana unaona ni kama anakufuata. Ikifunuliwa dunia kwako, dunia hii. Leo hii wadada wengi wameolewa na majini. Wakaka wengi wameolewa na majini mahaba. Kila unakokwenda unalala usingizi haupiti. Kabla usingizi haujapita, kaja mwanaume leo wa hivi anafanya na wewe tendo la ndoa bila kujua, bila kujitambua, na wala hata huwezi kukataa. Umeolewa naye. Binti unaomba niolewe, utaolewaje wakati katika ulimwengu wa roho unaijini mahaba? Na wakati mwingine anajibadilisha, anapita kama mtu hapa. Bado naipenda dunia. Yaani kwa maelezo ya watu bado nataka na leo kalale haujaokoka. Shauri yako bwana. Naomba msimame. Dunia hii sio ya kwako. Kwa jina la Yesu Kristo. Tutaondoka sisi, lakini Roho Mtakatifu atabaki. Mungu Baba atabaki. Mungu Mwana atabaki. Na wote waliokuwepo kwenye kuzao hata kama hawajaja. Fungaji jiandae kuwapokea. Wale waliotuoga kwenye mkutano huu, Baba tutaondoka, lakini jiandae kuwapokea. Tuondoka sana ya toba. Na wakibisha kitawapata kule, kwa sababu neema ya Bwana toka kwenye hili anga. Lazima itokee. Wachawi nisikilizeni. Lazima itokee. Waganga wa kichawi nisikilizeni. Lazima itokee. Yes. Mimi nimesema nimemaliza. Anayekuja kufanya ni Jehova. Mungu aliyewaumba wanadamu waliojichanganya. Mungu aliyewaumba wanadamu wamewatoa watoto wao. Wamekuwa
barabara, wanaobadilisha misukule, wanaofanya kuwa kimaulete. Nani aliyowafundisha kuwamwaga damu ndugu zenu? Wakati mwingine umekuwa balaa kwenye ukoo wenu, umesababisha mateso kwenye familia yenu. Natangaza mwanaume Yesu amekuja Mkwenda. Alafu mimi nikiendaga mahali kuhubiri Injili, nakomesha kabisa wachawi kuloga watu ambao mimi na wahubiri. Sitaki na sipendi kumbavu. Ndio. Yes. Sasa watu nafikiri alafu wakati mwingine wanawaambia hivi, msifikiri hawapo. Na wananisikia, na wananisakia meno, na wanatamani kunila nyama, ila tu ndo haiwezekani. Yes. Na si niliwaambia hapa nikakwambia hivi, kama unaweza ukaja hapa tunafanya mkutano alafu ukajihudhurisha hapa utomoki 97 mtajua wenyewe. Jamani amina. Jamani amina. Jamani haleluya. Niacheni tu nihubiri kwa sababu mimi niliwaacha mnaimba. Ndio. Amen, amen. Hubiri baba, hubiri. Yes. Sasa akaanza basi akasema, akaniita, aliponiita akanipeleka mpaka baharini. Lakini huku ni mtu. Ndio hii story umeiona kwa nani huyu binti? Kwamba huku alikuwepo mtu wa pili, lakini yeye kule shimoni alikuwa nafsi. Na hiyo nafsi ndio akili. Umeelewa? Sasa sababu alizokuwa anazipata huko atakuelezea polepole ukitaka. Maana sasa amefunguliwa. Na mimi nasema hata kai mgusa. Ukimgusa. Ukigusa tena huyo. Wanaposimama sema mkinigusa. Guseni muone huyu. Mwanangu mimi simu yangu inakuaga hewani muda wote. Ndio. Sasa vipi hata kama ya mchungaji wako itakuwa imezima labda kwa namna yoyote. Mimi nakuaga hewani wakati wote. Alafu ukinipigia hata kama ni saa 8 napokea kama nilikuwa natembea na simu iko mkononi. Yes. Kama mwanangu. Sasa anasema nilikuwa baharini na nilipofika kule niliwekewa kiti. Sasa nikamuuliza, wewe ulipowekewa kiti baharini na una miaka 2 huko kule, mume wako ulimwacha na nani? Akasema hivi, mume wangu alichukuliwa mbibi ndo akapelekwa akaoa kijana. Alafu vijana unakuta anatembea anajidai, anatembea namna hivi anajidai, hata macho ya rohoni hana. Utaoa bibi. Yes. Utaoa bibi. Ndio kwa mashambani sema ni binti wangu, kumbe nikambibi hata meno akana. Yes. Ulishakaweka ndani. Sasa yule mbibi sasa kwa mume wake, yasikiliza matukio, alikuwa mbishi balaa. Sasa yule mbibi alishachoka, hawezi kufanya chochote. Utamlazimisha kufanya naye tendo la ndoa, mbibi alishachoka, anagoma. Unasema mke wangu ukoje wewe, mke wangu ukoje wewe, kumbe wewe huoni kama ni mke wako, ni kimbibi kilishachoka. Sema. Vijana wengi ambao hawana Yesu mtakuja kuoa vimbibi, utakuja kufanyishwa mambo ya ajabu kwa sababu huna neema ya Kristo. Jioni ya leo imeleta neema ya Kristo, inapatikana bure. Watu wote unayemhitaji Yesu, njoo ikimbilie neema hii. Ndoa nyingi zimeharibika kwa sababu watu wamebadilishiwa wanaume, umewekewa mwanaume mwingine, akatolewa mwanaume wako, ameenda kuoa kibinti kingine, au anafanyishwa kazi za kichawi, alafu wewe umeletewa msukule. Wewe nisikilizeni mimi na wachawi wote popote mlipo, tega masikio wote, mnisikilize mimi leo, nazungumza mimi, wengine wote nyamaza. Hata kama unajiita mimi ndio bingwa wa mtaa, hakuna bingwa wa mtaa. Leo mimi nimetumwa na Yesu kwa ubingwa wake kanipa mimi. Alafu mimi leo ndo ndakuwa bingwa wa mtaa huu. Nikisema limekuwa. Amen.
Jamani, amina. Amen. Jamani, watu wakwenda, bado mnanipenda? Yes. Bado mnanipenda? Ndio. Hata kama msiponipenda hamkunituma nyie. Hamkunituma nyie. Nimekuja mimi kuzitangaza habari za ufalme. Yes. Sasa nikamwambia, huyo mume wako amekaa kwa muda gani? Mwaka mzima anaishi na kambibi. Mbishi yule mbibi hataki kupika, hataki kuosha vyombo, hataki kufua. Yaani unasema mimi nimeoa mwanamke wa aina gani? Ni kambibi kalishachoka, hakawezi kazi yoyote. Wewe akalazimisha kafanye kazi. Hakawezi. Ni sawa na kabibi yako ambako ungefanya tu kakaruhusu, kakae kalale. Lakini sasa wewe ndio umeletewa kawe kamke kako. Katakutesa. Ndio. Njoo kwa Yesu mwanangu. Tumerogwa na watu wenye tamaa ya mali. Wameroga, wameharibu maisha ya watoto wetu, hawawezi kusoma. Wameharibu maisha ya watu wengi, hawawezi kufanya jambo lolote. Tumerogwa dunia na watu wenye tamaa ya mali. Tumerogwa na wanasiasa. Na mwaka huu ni wa uchaguzi. Mwaka huu ni wa uchaguzi. Watu watazika ngamia, watazika ng'ombe, watazika mbuzi, watalala na maiti ili alipate jimbo. Tunarogwa. Akishafika mahali fulani, unaanza kushangaa, mnapiga makofi wote, hata kama anatukana, hata kama anasema washenzi nyie wote, nipeni kula. Nilienda mahali fulani, acha niseme, acha nizungumze. Tumerogwa na watu wenye tamaa ya mali. Wametoa kafara, wamemwaga damu za watoto wetu, wamechukua mimba za mabinti zetu. Tumerogwa wenye tamaa za mali. Wafanya biashara wakubwa wametoroka. Wanasiasa mmetoroka, nyie wanasiasa, nipeleke. Tumerogwa. Nilikuwa naongea na mtu mmoja akasema, mwaka huu baba tuombee tu, lakini kuna watu leo wanasiasa wanazika ngamia, wanaenda wanachukua maiti mochwari, wanalala nazo ili waende walitake jimbo. Tunarogwa nao. Nyie wanasiasa msituroge, msituroge. Fikiria kwa mfano, nisemee mfano, kama mwenyekiti wa mtaa akitaka mtaa aende kwa mganga, diwani akitaka kata aende kwa mganga, mbunge akitaka jimbo aende kwa mganga, rais akitaka nchi aende kwa mganga. Kuna nchi hapo? Hiyo nchi inaongozwa na pepo. Hiyo nchi itaongozwa na mapepo. Kanisa liko wapi? Watu wa Mungu tuko wapi? Tumerogwa. Sema sitaki kurogwa Tanzania, sitaki kurogwa. Wakati umefika. Ni wachache tu watakaojitoa kwenda. Hata wakiwa hawa watatu, mtaondoka na huu moto. Mitaa yenu inakwenda kupoa kwa jina la Yesu. Mahali penu panaenda kupumzika. Zile nguvu za kuzimu zinakwenda kunyamaza, hata kama wakiwa watatu tu. Na mimi waga sina kawaida ya kuitwa. Nakwambia siku moja nikakupigia simu, niko Nyakanazi, hata hujaniita. Nakuja na nauli yangu, nakuja na hivyo kila kitu. Sababu ukisema bwana hatuna namna ya kukukaribisha kwenye mkutano, na vyangu vyote, lengo mpaka nihakikishe kila ambacho Mungu amenituma kimekuwa. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Tulikuwa kule Same, yule mchungaji akasema tulienda mara ya kwanza, tukarudi mara ya pili. Ile mara ya tatu wakati naenda kwa namna yake, nayo nilienda, ilikuwa mwezi wa 3 nimeenda kule. Akaniambia, mchungaji, mambo yanaendelea kufanya kazi. Nini? Akasema live, mtu amekamatwa anakamua ng'ombe za mtu usiku, yuko uchi. Alafu unasema nimefuga ng'ombe, kila ukimkamua hana maziwa. Kumbe wenzako wanakuja wanakamua usiku, wanaenda wanakunywa na watoto wao, na hawana hata kuku. Wao unakuwa kibarua wa duka lako, unakuwa kibarua wa mali zako, unakuwa kibarua wa mabanda yako ya kuku. Na inawezekana wanisikia sasa. Mwisho kwa jina la Yesu, mimi nimesema jaribu sasa mnasi.
Karabash. Haleluya. Injili yangu inakuwaga tuna watu hawa. Hainaga mkusanyiko wa watu wengi. Ila watu wawili watatu wakishika hayo ninayosema, wakienda kufanyia kazi, kusanyiko kubwa la watu wankwenda wanakuja kufunguliwa kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya, haleluya. Na leo nataka niachilie mamlaka tu hapa. Nataka sogea mwanangu, sogea. Nataka tufanye maombi ya ajabu sana. Sogeeni hapo, sogea. Tumechoka. Nataka nikuombea maombi haya kwa imani. Unapokea, hii ni mamlaka. Nina imani leo hakuna mwenye pepo hapa. Utaona kesho tutakachokifanya kitu kingine. Alafu kizingatie. Ukizingatia yanakwenda kutokea. Amen. Acheni kabisa kwenye hii dunia kutuchezea. Si mtu anabadilika anakuwa panya. Anakuja kula vitu ndani unafikiri ni panya. Kumbe anakuja kubeba ndizi zako. Anapelekea familia yake. Acha upumbavu. Mtu unashangaa una mimba. Alafu mimba yako unaota ni kama kuna mtu anakubonyeza tumbo. Unakuja kushangaa unaamka tumbo linauma. Wamepeleka kwenye madhabahu. Anaijua ile binti bana. Anajua. Watoto wengi wamekwenda bana. Ujinga wote Tanzania tunaukataa kwa jina la Yesu Kristo. Tunakataa kwenye kanisa la Mungu. Tumegoma na tutagoma katika jina la Yesu. Funika macho yako. Nataka nikuombee neema ya mamlaka ya ajabu. Nataka niachilie nguvu ya Mungu kwenye maisha yako. Nimesogea mbele ya kiti chako cha enzi. Mimi leo nafanyika mbegu. Kwenye mji wa Nkwenda ninafanyika mbegu. Ile mbegu ya kuikataa dhambi. Dhambi ya kujificha. Ikaonekana ni mwanadamu. Kumbe ni nyoka. Ikaonekana ni mwanadamu. Kumbe ni panya. Ikaonekana ni mwanadamu. Kumbe ni jini. Hiyo roho naikataa Nkwenda. Naikataa Karagwe. Naikataa Tanzania. Naikataa duniani. Kwa jina la Yesu. Leo Bwana Yesu unikabidhi mamlaka ya kuwafichua wote watakaokuja wamejificha. Leo mikono yangu ibadilishe kinywa changu ibadilishe upanga mkali lolote litakalonena iwakate wachawi, iwakate mashetani, iwakate misukule, iwakate shomolete kwa jina la Yesu. Napokea ina mikono yako juu sana. Yesu napokea kubadilishwa mikono yangu ifanane na yako, macho yangu yafanane na yako, kinywa changu kifanane na chako, maisha yangu yafanane na yako. Yesu ushuke leo unisaidie kwa jina la Yesu. Ninatoka kuteswa nguvu za giza, mizimu ya uchawi kwa jina la Yesu. Unisaidie kwa sababu leo napokea mbegu katika jina la Yesu. Tulia hizo mbegu. Wewe tulia utuona. Tulia inakuja mbegu. Tulia. Inakuja mbegu kwako. Mnaweza mkawa watatu tu. Mnaweza mkawa watatu tu. Najua mnaweza mkawa watatu tu. Mnaweza mkawa wawili tu. Hapa. Mtagusa na hiyo nguvu. Hatuondoki bure. Lazima mbegu ipandwe. Tunataka Tanzania iokolewe. Tunataka watu waone Yesu. Tunataka watu waione nguvu ya Mungu. Tunataka watu wakutane na utukufu wa Mungu. Na yeyote ambaye ameibiwa chochote kwenye maisha yake, inawezekana uko hapa. Achilia neema ya kukurudisha vitu vyako katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Na achilia neema na nguvu ya upako katika ulimwengu wa roho. Moto wa ajabu ambao unapenda kuwakabidhi watu vitu vya kimbingu. Hiyo mbegu kwa jina la Yesu. Mikono yako juu. Karabush. Wahudumu naomba msogee kabisa. Sogea kabisa. Kuna watu utaona viashiria tu.
wanakwenda kupokea nguvu ya maombi ya ajabu sana pasipo kujua. Vipo viashiria wenye vifungo mtaachiliwa. Wale ambao mmenielewa, mateso yanaondoka kwenu na mnakwenda kuwa mashujaa. Ule ushujaa wa ajabu unakwenda kuonekana kwenye maisha yenu. Yes. Kusaidia kwenye maisha yako. Kufa tumake kwa jina la Yesu. Yes. Pokea kwa jina la Yesu. Watoto wanarudishwa, vijana wanarudishwa, wanatunzwa mashuleni. Kwa jina la Yesu. Kamba zinakatika. Naona mnaachiliwa. Wale mnafunga miguu na mikono. Mnafunga mikono. Mnafunga mikono yako. Usiweze kusogea kwenda mbele. Unafunguliwa miguu na mikono yako. Unafunguliwa. Kwa jina la Yesu. Watu wafunguliwe. Watu wapeleke shuleni. Siria bandara makubwa. Kwa jina la Yesu. Yuko hapo mtoto. Njoo mwanangu. Yes. Mtoto hautachukuliwa tena. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto huyu. Kwa kipawa chake na neema uliyoiachilia ndani yake. Mashetani walimtunza kuzimu. Sasa hamtamchukua, hamtambeba katika jina la Yesu. Watoto, mnaona watoto? Mmeona nazungumza nini? Sasa mtoto kama huyu. Watoto, mashetani wameshapigana na kugombana. Mpaka watoto wanagombania. Wameenda kwenye mimba. Wanaenda wanachomoa mimba za watu. Njoo nikubariki mwanangu. Njoo nikubariki hapa. Njoo. Nikubariki. Na wewe mwingine yuko hapa. Njoo hapa. Watoto hawa Bwana, hakuna atakayewachukua kuanzia leo. Na wabadilisha wawe moto. Mtakatifu wasife kwa jina la Yesu. Iko mamlaka na utendaji wa kimbingu utakaoshuka kabisa. Acha nimshukuru Mungu. Funika macho yako. Baba, ninakushukuru, asante kwa ajili ya kusanyiko hili. Watoto wako unajua namna ambavyo Bwana unaweza kuwatunza kwenye maisha yao. Unajua vitu ambavyo katika ulimwengu wao vimekamata maisha yao, lakini neema yako ni ajabu. Kuanzia leo Bwana, asiweko hata mmoja atakayeonewa na hawa watu wote waliokanyaga viwanja hivi tangu siku ya kwanza na hata mpaka siku ya kesho tunapomaliza mkutano huu. Wawe ni mbegu ya Karagwe yote, wawe ni mbegu ya Karagwe yote, wawe ni mbegu ya Bukoba, wawe ni mbegu ya Kagera yote. Kokote watasimama kwa neema yako ya ajabu. Liinuliwe jina lako na litukuzwe katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Pigia Yesu makofi mengi kabisa. Haleluya. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki.
Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 3005111819273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank, majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova.